Na mtazamaji, karibu sana kwenye exclusive interview. Leo tuko na Dr. Sule, tuna mambo mengi sana ya kuzungumza naye, na bahati nzuri sana imepita kama wiki moja, alipita mitandao yake aliposti maelezo ambayo alikuwa akitoa elimu kuhusiana na majini pamoja na mizimu. Sasa kwenye engo ya mizimu kuna maswali mengi sana ambayo yamekuja kupitia kila ambacho alikizungumza. Kwanza Dr. Sule, kwema? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanasawaje? Mambo saumu, tunamalizia mteremko. Tumekuvamia studio. Kawaida hapa nyumbani muda na wakati wote karibuni, kwa sababu naamini kupitia nyinyi watu wanaelimika, na kila mnapopata ima utata au maswali yasiyokuwa na majibu sahihi, na wakati mwingine kupata maelezo ya jambo fulani, karibuni wakati wote. Tuanze kwanza kwenye elimu ambayo ulikuwa ukizungumzia kuhusiana na mizimu. Yamekuja maswali mengi sana kutokana na kila ambacho watu wengi wanaamini kwamba mizimu ni wale ndugu zetu ambao wamefariki, wadau wanakuja katika namna nyingine ambao huwa wanatusaidia, lakini kutokana na kila ambacho ulikielezea kimeibua maswali ndani yake. Tuanzie kwanza hapo, kwa nini na sio ndugu zetu kama vile ambao watu wanaamini? Kwanza swala la elimu ya kiroho ni jambo ambalo linahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu katika kulitambua. Mwenyezi Mungu ametupa nafasi sana juu ya elimu ya nyama ambayo mara nyingi tumekuwa tukifanyia tafiti za namna mbalimbali na kutoa majibu ya uhakika juu ya mambo yale ambayo pengine yamefanyiwa tafiti. Lakini tunapozungumzia mambo ya kispiritual, ni moja kati ya mambo ambayo elimu yake Mwenyezi Mungu ameifanya kidogo sana. Yani Mwenyezi Mungu ametoa elimu kidogo kwa mwanadamu juu ya mambo ya elimu ya kiroho. Hata unaposoma ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na hatukumpa mwanadamu juu ya elimu ya roho isipokuwa kidogo tu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu alihofia mwanadamu kuupata elimu kubwa ya kiroho ingempelekea kujikuta anamuasi Mwenyezi Mungu kwa urahisi zaidi, kwa sababu angejikuta anategemea zaidi viumbe kuliko kumtegemea Muumba, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba viumbe na amewapa nguvu, natural power, ambayo ikitumika inaweza kumfanya mwanadamu amuasi zaidi Mwenyezi Mungu na kumtegemea kiumbe badala Mwenyezi Mungu. Natoa tu mfano ili tuende zaidi mbele tutakapojifunza zaidi juu ya mizimu. Kwa mfano, katika Uislamu tunafundishwa ujio wa kiumbe anaita Masihi Dajjali, ambaye anasadikiwa ataishi siku chache kama miaka 2.5 hivi au miaka 2 na miezi kadhaa, ambaye mafundisho ya dini ya Kiislamu yanafundisha huyu Masihi Dajjali atauawa kwa mkono wa Nabii Isa. Yesu ndo atamuua, sababu Yesu atarudi duniani. Yaani katika ule uhai wake wa maisha ya dunia, mmoja ya kazi atakayofanya Bwana Yesu ni kumuua Masihi Dajjali. Sasa Masihi Dajjali atakapokuja duniani, Mungu atampa natural power ambayo itamwezesha kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Na hapa ndipo unapojifunza kwamba elimu ya roho ni kitu kikubwa sana. Lau Mungu angekiruhusu watu wakijue na wakifanye, basi ingepelekea watu wengi kumuasi zaidi Mwenyezi Mungu kuliko kumshukuru na kumwabudu. Masihi Dajjali atakapokuja duniani, katika hiyo miaka 2 na miezi kadhaa atakayoishi, miaka 2, miezi 7, miezi 8, haizidi hapo, moja ya vitu atakavyofanya katika maisha yake, Masihi Dajjali atakuwa na uwezo wa kulima shamba saa hiyo, anaotesha mmea muda huo, mmea unamea muda huo, unazaa na kukomaa na unaliwa within 1 hour. Mmea umeshaliwa, yani tangu ndani ya saa moja amepanda, amekuza, amevuna na watu wanakula. Kwa hiyo akiwakuta watu mahali wana njaa na hali ya ukame na uchumi ni kubwa ngumu, atakachofanya atawaambia lete punje. Atachukua punje kadhaa, atazimwaga. Leo unaona teknolojia, mzungu katengeneza dawa za kuua magugu. Huna haja ya kupitisha trekta masaa 10. Yani unamwaga tu, baada ya dakika kadhaa majani yote yamekauka, kipara ilo eneo. Sasa Masihi Dajjali atakuwa na uwezo wa kuyasemesha magugu, yanakufa hapo hapo. Alafu anachukua mbegu, anapanda, ndani ya saa moja mnavuna. Sasa akishavuna anakupa masharti, sikupi chakula, mimi ndio Mungu wako, uko tayari? Sasa kwa sababu una njaa na umekutana na kitu ambacho si cha kawaida, utaamini.
Wale watu wenye imani ya roho, imani haba juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, wataamini kwamba Masihu Dajjali ndiye Mungu. Na wengine wataamini kwa sababu ya njaa. Yani anaona njaa inataka kumtoa roho, na yuko kiumbe keshafanya maajabu, na anachotaka ni aseme tu wewe ndio Mungu apate chakula. Ni bora anusulike. Anamwambia, anasema yeye Mungu, ana itikadi kuwa Masihu Dajjali ni Mungu, automatically anakuwa kamkufuru Mungu, anapata chakula lakini anakufa akiwa amemkufuru Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni moja kati ya elimu ambayo Mungu anataka kutuonyesha kwamba hayo mnayoyaona baadaye yako hata sasa. Watu wengi leo wanaamini kwamba mizimu ni wazee wetu wa zamani, lakini huu ni uchache wa elimu. Kwa nini? Hawajasoma elimu ya kiroho. Hakuna roho inaweza kurudi duniani tena. Yani mwanadamu akishakufa, nafsi yake inapelekwa mahali panaitwa barzakh. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mwanadamu duniani popote, awe Makaa, awe Madina, awe Yerusalemu, awe wapi, popote akikata roho, akifa, yani roho ikichomoka. Labda hapa kwanza nataka nitoe maelezo, watu wajifunze kitu. Mwanadamu ni mchanganyiko wa vitu vitatu: body, yani mwili; roho, yani kiunganishi; na nafsi, ambayo hii ndiyo kaiumba Mwenyezi Mungu. Nafsi ndiyo asili ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, ndiyo spiritual, kitu kilichotengenezwa kwa uwepo wake, kwa mfano wake Mungu. Sio kwa mfano wa maana Mungu amekuwa na umbo. Nafsi haina umbo. Hiki ndicho kimeumbwa kwa mfano wake Mungu. Ndio maana Mungu akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Maanake Mungu ametia nafsi ndani ya bodi. Ile bodi inapokuwa na nafsi, ile nafsi inatumikiwa kwa kutumia bodi. Na ndio maana ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, inna amali, anasema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, baada audhu billahi minashaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema inna nafsa la amalati bisui, hakika ya nafsi inamuamrisha mtu kufanya mabaya. Yani ukiona mdomo unataka pombe, utupu unataka zinaa, mkono unataka wizi, mdomo unataka ulevi, inna nafsa la amalati bisui, yani nafsi inaamrisha mabaya. Nafsi ndiyo inauamrisha mwili utake maovu. Nafsi ndiyo inaanza kumwelewa mwanamke, alafu mdomo ndiyo unatongoza. Nafsi inaanza kuelewa mali ya mtu, alafu mkono unaiba. Si nimeleweka sawa sawa? Sasa ndani ya mwili wa mwanadamu kuna kitu kinaitwa nafsi, ambayo hii nafsi, ili mwili uutumikie hii nafsi, connection baina ya nafsi na body au mwili, ni kitu kinaitwa roho. Hii roho ndiyo kazi yake kuunganisha nafsi na body vitumikiane, na roho ndiyo kiti kinachokaliwa na nafsi ndani ya mwili. Kikiondoshwa tu roho, nafsi haibaki tena kwenye mwili, inaenda barzakh, inaenda mahala pa kusubiria kiyama. Tumeelewana sawa sawa? Kwa hiyo mwanadamu anapokufa anakuwa kakata roho, nafsi inaondoka, mwili unabaki. Kuna kitu nataka kuuliza. Watu wengi wamekuwa wakizungumza, kwa mfano watu wengi wanatoa mpaka ushuhuda kwamba watu wanawatokea waliofariki miaka mingi imepita, ama ni ndugu, anakuwa kama ni sio kumuota basi ni kumuona kabisa, wanakuwa wanazungumza nao. Ni elimu hiyo, ndo nakwenda kutoa elimu watu wajue ni nini siri yake. Iko hivi. Sasa body ni mwili, nafsi ni ile roho mwanadamu anaishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba kiumbe yoyote, mwanadamu yoyote anapozaliwa duniani, pembezoni wake husalitishiwa kiumbe jini. Yani anasalitishiwa kama rafiki, kama partners, anakuwa naye. Huyu kiumbe huyu anapokuwa naye, anamfanya huyu mwanadamu awe wa karibu yake. Huyu ndio anajua siri zake mpaka za matukio ya faragha. Nataka nikupe mfano. Wewe ukiwa chooni, hata mkeo hayupo, sawa sawa.
Ukivaa chupi ya rangi fulani nyumbani kwako, mganga hawezi kujua umevaa nini. Ukiwa umekula ugali na maharage kwako, siku unaondoka, mganga hawezi kujua ulikula ugali na maharage ama ulikula wali. Lakini unaweza kufika wakati unafika kwa mganga akakwambia private issues kwenye maisha yako, kwamba we huna nguvu za kiume. Tendo ambalo unafanya we na mkeo tu, anayejua jambo we ni mkeo tu, au yule ambaye unakutana naye kimwili. Mganga anawezaje kujua ghafla kwamba we huna nguvu za kiume au zimeshuka? Wewe una kiumbe jini anaishi na wewe partners muda wote. Huyu jini ana uwezo wa kutoa taarifa kwa jini wa mganga ambaye ana connection naye, akampa historia ya maisha yako kabla hujafika kwa mganga. Ukifika tu yeye anamuelezea, huyu alipotoka kwake alivaa chupi ya rangi nyeupe tena imetoboka, huyu jana alikula ugali na wa maharage, huyu hapo unavomuona nguvu za kiume hana, huyu hapo ana ndoto kadha 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 kadha. Mganga anapata elimu kutoka kwa yule jini, anatoa taarifa. Kwa mganga anapokuambia wewe una hiki una hiki una hiki, mpaka unajiuliza jamaa anaona huyo. Mtoa taarifa yuko pembeni. Lakini hapo katika hilo ambalo umelizungumza ndio hiki ambacho pia baadhi ya wachungaji mkakitumia, kwa sababu mtu anaenda kuombewa anaambiwa wewe umetokea sehemu fulani au sijui una tatizo fulani. Ile ndio ukweli ama kuna uongo? Wachungaji ama mganga au muonaji, kundi lolote katika hao wamegawanywa kwenye makundi mawili. Kuna ambao wanapanga, yani wanakubaliana kwamba unapokuja kwangu mimi nitaeleza 1 2 3 juu ya maelezo yako, we kubali kila kitu. Unamkuta mtu anapandisha Mmasai, mtu anapandisha jini anakuwa Mfipa, mtu anapandisha jini anakuwa Mkongomani. Hizi kategori zote za majini, hizi zote hizi, nazungumzia mizimu, wajadi wale asili wa makabila mbalimbali, wale wanaoitwa wa Kiarabu wanajiita wao mashehe, wanachuoni Waislamu, wale wa Kichina, wale wa Kijapani, wale wa Kizuru na makabila mbalimbali, wote kategorizi zote hizi zimegawika makundi hayo mawili tu. Kuna wazuri na wabaya, kuna wema na wachafu, kuna wanaoharibu na wasioharibu. Sasa majini wote wabaya, kategori yoyote katika hawa wabaya, njia ya kukusaidia ni moja tu, kuwakana, kuwakana, wasiishi katika maisha yako. Kwa sababu kundi lolote katika hawa kikupata na wakaishi katika maisha yako, utaishi maisha ya dhiki mpaka unaenda kaburini, ima kwa afya au kwa uchumi au kwa kutokupata ndoa na mahusiano au katika mambo ya biashara au kazi. Ndio maana leo unaweza kukuta mtu ana kazi nzuri alafu anaacha kazi mwenyewe anaenda kwa mganga wa kienyeji. Hujawahi kusikia? Zipo. Umenielewa vizuri? Yeah. Au anaacha kazi nzuri alafu anakaa nyumbani tu, hataki kazi. Ukimwambia kwa nini? Hana sababu za msingi. Sasa hawa kuna utaratibu wa kuwakana. Kila categories, katika hizi categories kuna njia yake ya kuikana. Jini anayejiita Muislamu kuna njia yake ya kuikana. Jini anayejiita Mkristo kuna njia yake ya kuikana. Jini anayeitwa Mzimu kuna njia yake ya kumkana. Njia hivyo sijui anayejiita kabila mbalimbali Masai sijui kuna njia zake za kumkana. Na hawa wazuri ili kupata manufaa yao kuna njia yake ya kuwapokea. Njia unayompokea jini wa jadi wa Kimasai sio njia unayompokea jini anayesema yeye katoka Madina. Sio njia jini anayesema yeye katoka Uingereza ama Italia. Kuna njia kuwavuta na kukaa nao. Sasa nini unapaswa kufanya? Kumtafuta mtaalamu mwenye elimu ya kutosha juu ya kutatua hiyo changamoto. Ikikupendeza sasa njoo kwa Dr. Sule. Wewe twanga tu 0748800400. Yaani ukipiga hiyo namba unanipigia mwenyewe. Acha wale wanaotia namba kwenye mitandao alafu anaweka maneno yangu alafu anajifanya wao ndo Dr. Sule. Wezi tu wahuni. Yaani nataka niwahakikishie Watanzania na dunia na elimu ya kutosha sana juu ya viumbe wasioonekana. Na bado nitaendelea kufundisha mapya dunia haijashuhudia. Wasitake kujua nasoma wapi, wasitake kujua na yajuaje.
watafaidiaje, wanatakiwa wajue watafaidikaje. Wajue tu watafaidikaje. Kila mwenye ishu, kila mwenye tatizo 0748 800 400, yani 0748 800 400. Wale walio nje ya nchi wanaanza na alama ya kujumlisha 255. WhatsApp inapatikana hiyo namba za kawaida inapatikana, lakini 0710 800 400 namba kama hiyo pia inapatikana 0510 800 400. Ukitaka kuanza nje ya nchi unaanza na +255, unaunganisha hiyo 710 800 400, unanipata. Namba ni moja, zinatofautiana kodi namba. Hizi nimetoa password, ni namba zangu, lakini usinilie muda. Ukipiga simu usitake maswali mengi ndugu yangu, mimi nina kazi mpaka pa kuziweka. Nyinyi mmekuja saa ngapi? Muda mrefu sana. Na mmekaa zaidi ya masaa 2 mnanisubiri. Na foreign ya watu, kwa hiyo ninakuwa na kazi nyingi, sihitaji mtu alete story ndefu. Eleza maelezo kwa ufupi, njoo ofisini nitakusaidia. Piga simu, taka msaada, hapo ulipo tutakusaidia. Kumalizia sasa, kuna ile ambalo nilikuwa nafuatilia kwenye maoni hapa, akasema mtu comment hapa kwenye nani ulikuwa unazungumza juzi, akasema pia kuna wasanii pia ambao wanatumia hawa viumbe na ndio maana hawashuki. Mtu akamtolea mfano Diamond kwamba na yeye pia ni miongoni mwa wasanii ambao kushuka ni ngumu sana kwa sababu wana hawa viumbe. Kuna ukweli kweli? Sadakta. Marahaba. Kuna ukweli sana. Kuna ukweli sana, si tu kwa Diamond. Kuna ukweli sana. Narudia tena, Bwana Yesu ana maneno haya, aliye nacho ataongezewa, asiye nacho atanyang'anywa, sio kupunguziwa. Andiko limesema atanyang'anywa. Swali linakuja, aliye nacho anaongezewa kwa sababu anacho, asiye nacho ananyang'anywa nini na hana nini? Hana, ananyang'anywa nini? Unaweza kumnyang'anya mtu kitu hana? Kwa lugha nyingine unaweza kusema Bwana Yesu hakujua lugha aliyoitamka, lakini Yesu alikuwa faswaha kwa lugha sana. Nabii yote ni faswaha kwa lugha. Aliyenacho ataongezewa maarifa ya kupata kiongezeke. Asiye nacho atanyang'anywa maarifa ya kutafuta na kupata. Nimeleka sawa? Rais yoyote duniani, mfalme yoyote duniani, msanii yoyote maarufu duniani, mwanamitindo yoyote maarufu duniani, na mtu yoyote aliyepata maarufu kwa utawala wa juu na dunia ikamjua, nyuma yake ana viumbe vinavyompa pawa. Ndio maana leo panga pangua, piga pigana, fanya fitina utakavyofanya, hushushi jina la Dr. Sule mpaka anaenda kaburini. Mimi nimeanza na watu, mimi nimekuwa maarufu tangu mwaka 95, 1995. Leo ni 2026. Miaka mingapi hesabu? Wangapi wametamani kunishusha? Sishuki, hakuna kunishuka na nitaendelea. Yaani kila ninavyotoa maelezo ndivyo yanavyokuja. Mimi nakwambia ndivyo yanavyokuwa. Unaona huu 26 huu? Naenda kuendesha gari ya milioni 600. Huu mwaka. Ngoja uishi afu mje mnihoji, dokta ile gari iko wapi? Usiniulize maswali. Ala, acha masiala wewe. Viumbe wapo. Sasa ukimuona mtu anakaa kwenye power juu katika nafasi, jua nyuma yake kuna viumbe wanampandisha power. Ile nini tunaita ile power yake. Acha spiritual, yani ule ukubwa wake, ile hadhi yake, kuna viumbe wanaipandisha. Wewe ulikuwa unafikiria katika akili ya kawaida, leo hapa tunavyoishi, nchi ingekuwa imetulia saizi? Yale yaliyokuwa yanakwenda kufanyika wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, vurugu na mitandao ya kijamii, wakubwa walivyokuwa wanatoa siri za nchi, wanavyomponda Samia. Kuna mtu alifikiria leo Samia atafikia mahala anapita anapiga makofi? Kwa sababu ana power. Samia ana nguvu nyuma yake. Wewe fanya utakavyofanya, umshushi, utabakia kujidhalilisha wetu. Waje watoto wa darasa 7 wakutukane na wana degree 2 3. Ndio maana wale wote waliomtukana leo wako chini na Samia bado yuko pale pale juu. Yaani wale waliomsema vibaya wanaonekana
watu wa hovyo, na yeye bado anabaki pale pale, kila mtu ana nafasi yake. Sasa hii ni power Mungu anakupa. Mungu anakupa, huwezi kufuta jina la Mwalimu Nyerere hata ufanyeje. Yaani dunia hii kama utataja umaarufu Tanzania, huwezi kufuta jina la Mwalimu Nyerere, na ngumu kuja kupatikana rais anayefuta jina la Mwalimu Nyerere, kwa sababu power ya Mwalimu Nyerere ilikuwa kubwa kuliko power ya kiumbe yoyote katika taifa letu. Huwezi kufuta power ya Kenyatta Kenya hata ufanyeje, huwezi kufuta. Aje rais anapendwaje, lakini Kenyatta atakuwa juu, kwa sababu hawa Mungu aliwapa power kuliko viumbe. Yaani wale viumbe wa nchi nzima walimtumikia yeye na jina lake. Sasa nachotaka tukusema, hata wewe mtazamaji wangu unayo power yako, ila hiyo power ndio wengine wanaita nini? Kipaji mnaita nini? Kipaji, talanta. Kipaji hicho. Kuna neno wanaita talent. Talent. So, fulani bwana na talent ya mpira, fulani bwana na talent ya mziki, fulani bwana na talent ya uongozi, fulani bwana na... Sa talent ni nini? Hivi watu washawahi kujiuliza kuwa talent ni nini? Talent ni spiritual power Mungu aliyomvisha mtu juu ya jambo hilo, ili awe bora kuliko wote. Iende itakavyokuwa, iwe itakavyokuwa, hakuna mtu atapita talent ya Cristiano Ronaldo kwenye soka. Fanya utakavyofanya, fanya utakavyofanya, huwezi kufuta jina la Muhammad Ali katika ndondi. Fanya utakavyofanya. Hiyo ndiyo maana ya talent. Sasa talent sio ule uchezaji. Talent ni ile spiritual power iliyonayo mtu inayomwezesha, na kila mmoja wetu ana talent yake, ila hawajui watu kipaji chake ni kipi, anatokaje, anafanikiwaje. Hapa ndio unahitaji mtu wa kukusaidia, na ikiwa itawapendeza, karibu Islamic Dua Center, Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Dr. Sule, asante sana. Na hili ambalo umelimaliza nitatafuta muda nije nikuulize pia, maana watu wanasema kwamba unafahamu kipaji chako, nini utakuwa ukifanya katika hii dunia kupitia nyota yako. Nadhani kupitia hii elimu ya majini tutatafuta wasaa mwingine zote tuzungumza wengine pia. Insha Allah biidhnillah wa qudratihi. Asante sana. Shukrani sana. Asante. Karibuni sana wapenzi watazamaji wetu. Bye.